Ni tarehe 21 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Sanga Media tumetia timu katika ofisi ya serikali za mtaa maeneo ya kwa Mustafa. Tumemtembelea ndugu yetu, blaza yetu, rafiki yetu anayekwenda kwa jina la Fikiri Rajabu. Lakini walikuwa wengi naweza kujiuliza kwa nini Sanga Media mara kadhaa imekuwa ikipiga kambi maeneo haya. Sasa nataka niende kawaambia kitu kimoja, ni kwamba Sanga Media ni channel ya kitofauti kidogo. Hii ni channel ambayo mara nyingi inadili na mambo ya kijamii moja kwa moja, na ndio maana hata mahali hapa tunakuja mara kwa mara, kwa sababu hawa ndugu zetu ndio watu ambao wamepewa mamlaka ya kuendesha mitaa yetu husika. Kwa hiyo mara nyingi tunafika sehemu kama hizi ili tuweze kujua changamoto za wananchi na kadhalika. Lakini pia kubwa zaidi lililonileta mahali hapa ni kwamba ndugu yetu Bwana Fikiri Rajabu, yeye ni mwenyekiti wa serikali za mtaa wa maeneo haya husika. Lakini sisi kama waandishi tunajaribu kupita mtaani na kuweza kuzungumza na baadhi ya wananchi katika mtaa wake. Saizi ana takriban miezi kama 8 au 6 kama sijakosea, lakini wananchi wengi wanawiwa, acha nitumie lugha hiyo, kwa maana wanatamani basi angalau kuweze kufanyika mkutano wa wananchi ili sasa mazuri waliolifanya waweze kuzungumza na mabaya pia waweze pia kuzungumza. Lakini tukaona acha tuende ofisini kwa Mheshimiwa Fikiri Rajabu. Je, yeye binafsi ana plan, je, na kamati yake yote kwa ujumla washakufikiria kuweza kufanya kitu kama hicho, kuweza kutengeneza sasa kuweka mkutano wa wananchi waweze kuzungumza, kujadili maendeleo mbalimbali hususan katika mtaa wa kwa Mustafa. Twende sasa pamoja tukampe fursa kiongozi aweze kuzungumza, au kama labda mwenyewe binafsi anaweza kama na plani hiyo kuweza kufanya kikao kama hicho au la. Je, ni lini, saa ngapi na wapi tutaweza kufanyika kitu kama hicho? Mheshimiwa Fikiri Rajabu, karibu sana kiongozi wangu. Nadhani sisi ni vijana wako, mara kadhaa tumekuwa tukifika mahali hapa, lakini kubwa zaidi ndio tuleta leo hii ni kuweza kujua sasa takriban miezi kama 8 au 7 katika uongozi wako. Je, ni lini sasa umefikiria kuweza kufanya mkutano sasa wa wananchi ili waweze kuambia wapi panavuja, wapi hapavuji, uweze kuwasikiliza wananchi wako? Mimi nashukuru sana Sanga Media TZ kwa mnajuza taarifa mbalimbali za mtaa wetu. Lakini nikwambie kwamba tarehe 28 mwezi huu tutakuwa na mkutano mkuu wa wananchi Chaua kwa Mustafa. Nadhani kilio chao sasa unaenda kwenda kukimaliza sasa. Naam. Na mkutano huu utafanyika kwenye viwanja vya ofisi ya serikali ya mtaa wa Mustafa. Mkutano unatarajia kuanzia majira saa 8 mchana. Na mgeni rasmi wa mkutano huo ni DC wetu wa wilaya ya Ilala, Mheshimiwa Edward Mpogolo. Mkuu wa wilaya ndiyo mgeni rasmi wa mkutano huo wa wananchi utakaofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 28 mwezi huu kwenye viwanja vya serikali ya mtaa. Sasa rai yangu, ndugu wananchi, yako mambo mengi yalifanyika ndani ya mtaa huo kwa Mustafa. Mimi peke yangu kama mwenyekiti wa mtaa hatuwezi kuyakwamua bila viongozi wetu wakubwa. Leo tarehe 21 ya mwezi huu wa 6, yani mtakumbuka ndio baraza la madiwani ilifikia kikomo tarehe 20 jana. Kwa maana kwamba kwa sasa hivi hatuna baraza la madiwani. Manake mpaka uchaguzi utakapokuwa umekamilika mwezi wa 10 ndio tutapata madiwani. Kwa hiyo yako mambo yalifanyika utawala uliopita na utawala uliopita. Wananchi wangu wakazi wa mtaa kwa Mustafa wana kilio kikubwa cha urasimishaji. Kwa hiyo zoezi ambalo tunaamini kwamba uwepo wa mkuu wa wilaya katika mkutano wetu huo, basi inawezekana kwa asilimia kubwa tukakwamua kuna baadhi ya majambo tukapata ufumbuzi. Lakini tunaenda kuzindua uniform zetu mpya za ulinzi shirikishi ambazo tulichangiwa fedha na wananchi wangu wakazi wa mtaa kwa Mustafa. Zimekamilika kwa asilimia 100. Hasa rasmi ni kwenda kuzinduliwa. Hakuna sehemu pekee atakayekwenda kuzindua ni pale kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Kwa hiyo mkutano huo wa wananchi utakuwa na mambo ya kadhaa. Pia vile vile tutakwenda kutangaza rasmi kamati mbalimbali zitakazokuwa zikimsaidia mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kamati ya mazingira, kamati ya afya, kamati ya michezo, lakini pia vile vile kamati ya ulinzi na usalama ndani ya mtaa. Ingawa mimi mwenyekiti wa mtaa ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama ndani ya mtaa, na wajumbe wangu wa serikali ya mtaa ndio wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini iko baadhi ya watu watatu tumeongeza kwenye kamati ya ulinzi. Kwa hiyo sehemu sahihi pa kwenda kuthibitisha hakuna sehemu nyingine, ni sehemu kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Na hapo Mheshimiwa Fikiri Rajabu,
Tukipita katika mitaa yako, kuna baadhi ya wananchi walikuwa wakitamani sana kuweza kufanyika kwa mkutano huu. Je, unahisi labda ni kitu gani hasa ambacho wananchi wanahitaji kuja kukizungumza? Uhisi kama labda uongozi wako kuna sehemu kutakuwa kuna shida? Hapana. Of course, kwanza kila mtaa kufanya mkutano mkuu wa wananchi ni lazima. Okay. Yani ni lazima, lakini pia ni lazima wao wenyewe uje uwasikilize. Okay. Kero kubwa ambayo inasumbua kwenye mtaa wetu wa Mustafa ni swala la urasimishaji. Okay. Kuna swala lingine, kwa sababu urasimishaji watu walianza na urasimishaji 2017. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza mimi na wewe ni 2025. Takriban miaka 8. Watu wamepimiwa, beacon zimewekwa, fedha zao wamelipwa, lakini mpaka sasa hivi huu ni mwaka wa 8, hakuna majibu yoyote ambayo wananchi wanayo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kilio chao kikubwa ni kuja kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Hawawezi kulalamika na mwenyekiti wa mtaa, of course kwamba wanajua ni mwenyekiti wa mtaa ni mpya, umeona bwana, lakini alikuwa ni mjumbe wa serikali ya mtaa. Lakini je, sasa na yeye anakuja na matakwa yapi au na mambo yapi ambayo wao wanaweza kujiridhisha kuona kwamba muda wote saa yote inawezekana swala lao likafikia tamati. Okay. Na mara nyingi uongozi tunasema kwamba ni wito, lakini uongozi unakuwa na changamoto nyingi sana. Nini sasa rai yako kwa wananchi wa maeneo yako ambao kuna wengine ambao kidogo wanakuwa ni wazito kushiriki katika mikutano kama hii ambayo inakutanisha wajumbe wote pamoja na mwenyekiti wao sasa katika eneo husika? Mimi niwaombe tena na tena jitokeze kwa wingi tarehe 28 kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Kuanzia wakazi wangu, wafanya biashara, wamiliki wa majengo, wote jitokeze kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Ili lengo na makusudio tuje tubageni jinsi gani mtaa wetu tunaweza tukauendesha. Wewe nani utakuwa mashahidi. Nimepambana kwa kadri ya uwezo wangu kuutuliza mtaa kwenye masuala ya ulinzi na usalama. Mustafa sasa hivi imekuwa ni ya moto. Vijana wengi wenye michezo ya kipumbavu wameukimbia kwenye mtaa wetu. Lakini sasa tunapokuja na wafanya biashara ni vema tukaje kufikia makubaliano na mazungumzo. Mimi hapa niko kwa niaba ya Mheshimiwa Diwani, niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nipo hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nipo hapa kwa niaba ya Mkurugenzi, lakini pia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Ni lazima tukakusanye kodi za majengo. Ni lazima tukahakikisha halmashauri inaongeza mapato. Kuongeza kwake mapato ni lazima wafanya biashara tunapojitokeza kwenye mkutano mkuu wa wananchi. Maanake tumealika sehemu mbalimbali. Tumealika watu wa kanda wanaohusiana na masuala ya mapato. Tumewaalika watu wa TRA watakuwepo. Tumewaalika watu wa DAWASA Ukonga, DAWASA Kisarawe. Tumemwalika meneja wa TANESCO. Tumemwalika OCCID, mkuu wa upelelezi anaohusiana na masuala ya kiusalama ya kipolisi kwenye wilaya yetu hii ya Chanika. Kwa hiyo maanake watakapokuwepo pale, wananchi watapata kutoa yale maoni yao. Wanaona jinsi gani mtaa wetu tunaweza tukauendesha. Lakini pia vile vile inawezekana ikatokea labda huenda wana changamoto, wanashindwa wapi kuzifikisha. Hapo ndio sehemu sahihi, sehemu ambayo unafanya nini ya kuzifikisha hizo sehemu. Kwa hiyo manake rai yangu, unapokosa kutokea kwenye mkutano mkuu wa wananchi hatuwezi kufikia lengo. Lakini unapotokea kwenye mkutano mkuu wa wananchi tutafikia lengo. Rai yangu, baada ya kuomba mchango kwenye group, tafuta uniformu za maaskari. Nikapata 1,700,000. Kashona sare za uniformu za maaskari 30 ambapo tunaenda kuzizindua tarehe 28. Lakini changamoto ambayo iliyopo mimi kama mwenyekiti wa mtaa, ambayo inawezekana watu wakawa wasijue, tumekuwa tuna misiba kwenye mitaa yetu. Tumekuwa tukifiwa. Lakini tumekuwa na utaratibu wa kuchangisha mchango wa fedha za rambirambi kwa yule mwenzetu aliyopata kadhia hii. Lakini baada ya hapo tumekuwa tuna maturubai ambayo tunayakodisha kwa wenzetu. Turubai moja ina gharama ya shilingi 50,000. Sasa basi, baada ya kuchangiwa fedha taslimu za ulinzi, tunakwenda na mchango wa Ikomboe tupate turubai la mtaa kwa ajili ya kutusaidia kwenye matatizo ya kijamii. Maturubai yetu yale tukiyapata matatu ya serikali ya mtaa na yakawekwa nembo ya serikali ya mtaa, maturubai hayo yatakuwa yanashiriki kwenye masuala ya misiba tu. Kwanza, moja ya mwananchi wetu mkazi wa mtaa wa Mustafa atakapokuwa amefiwa, jambo la kwanza tutakimbia kupeleka maturubai pale kwenye lile tukio husika. Baada ya kwamba tushafunga maturubai yale yatakaa pale mpaka msiba utakapokuwa umekwisha. Kuna Waislamu na Wakristo. Waislamu wanapofariki mtu leo, tunaamini kwamba kesho atazika. Lakini Mkristo atakapokuwa amefariki, kuna taratibu zetu. Mwili utakwenda kuhifadhiwa hospitali. Taratibu zile zitaanza, inawezekana mwili ukakaa pale siku 2, wengine wanasafirisha. Wakati mwingine mwili unasafirishwa kuelekewa nyumbani mkoani. Lakini je, sisi kama
viongozi wa serikali ya mtaa na wananchi wangu pale kwenye ule msiba tumefanya nini. Sasa wakiwa wanasafirisha, familia inajiandaa na gharama, lakini tena utakuta huku naye kuna gharama alipe maturubai kwa ule muda ambao kama umekaa siku 3, maturubai yale mfano matatu itatakiwa alipie takriban 450,000. Bado gharama za kuleta na gharama za kurudisha. Sasa serikali ya mtaa kupitia wananchi wetu tumesema tujikwamue wenyewe. Sasa tunakwenda na harambee kwenye grupu letu kwamba changia turubai kwa lengo na makusudio kushiriki kwenye matukio ya misiba. Asante mtazamaji wa Sanga Media, nadhani Mheshimiwa Fikiri Rajabu umeweza kumsikia mwenyewe, kasema hivi tarehe 28 ya mwezi huu kutakuwa kuna mkutano wa wananchi. Mkutano huu utafanyika hapa katika maeneo ya ofisi ya serikali ya mtaa kwa Mustafa. Hata mimi pia nisisitize hapa ni kwamba wananchi, hii ni haki yenu ya kimsingi. Kama kuna sehemu mnahisi kuna dosari, kama kuna sehemu mnahisi kuna changamoto, basi hii ndio fursa yenu. Hii ndio sehemu yenu. Wana Mustafa wote na viunga vyake, fikeni mahali hapa mapema muweze kuja kujua maendeleo husika katika mtaa wenu. Sisi kama media tutakuwepo kwa ajili ya kwenda kuripoti, kwa sababu tunaamini kuna wengine ambao wataweza kupata fursa ya kuweza kushiriki katika mkutano huo, lakini kwa kupitia Sanga Media TZ itakuwa ni sehemu yao au ni sehemu yao ya kwenda kuona sasa matukio ya hali halisi, nini kinachoenda kutokea katika mitaa yao husika. Mimi mheshimiwa, nadhani nikutakie kila laheri, nikuache uendelee na majukumu yako. Wakati huo tunajiandaa sasa, wakati kwa tarehe 28 tuweze kukutana hapa kwa ajili ya kujumuika kwa pamoja na wakazi na wananchi kwa Mustafa. Karibuni sana. Okay, shukrani sana. Mtazamaji wa Sanga Media, nadhani tumefikia tamati kwa kipindi chetu ambacho tulimtembelea ndugu yetu Mheshimiwa Fikiri Rajabu. Yeye ni mwenyekiti wa serikali za mtaa maeneo haya ya kwa Mustafa. Mengi umeyasikia au machache umeyasikia aliyoenda kuyazungumza, lakini kubwa zaidi itakiwa wananchi ufike tarehe 28 mahali hapa kuweza kujua sasa mwenendo mzima wa mtaa wenu wa kwa Mustafa. Na watakia kila laheri, karibuni sana tarehe 28 maeneo ya Pugu kwa Mustafa kwa Mheshimiwa Fikiri Rajabu. Karibuni sana.